Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa nafasi ya kuchangia Wizara ya Fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa napitia CV ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Ni balozi amewahi kuwa China, amewahi kuwa naibu kamishna UNESCO Faransa, katibu mkuu wa fedha 2006 mpaka 2021, uzoefu wa kutosha kabisa. Mtendaji mkuu wa ZIPA, TRA Zanzibar, BOT, DIB, TRA, ZPA na kadhalika. Yaani CV ni ndefu kwa kweli. Mheshimiwa Waziri, hongera sana. Kwa hiyo maana yake ni kwamba Wizara ya Fedha ni mtu ambaye ameshiba CV. Na tunatarajia utendaji pia na wenyewe ushibe katika wizara hii. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuwa wizara hii ndo inatoa fedha maeneo yote ambayo tumechangia, mimi naunga mkono hoja mwanzoni, ili Mheshimiwa Waziri na wenzake wakafanya kazi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara hii ndio inatakiwa ipeleke fedha za maendeleo katika maeneo mbalimbali baada ya kuzikusanya. Tumezungumza kwenye bajeti iliyopita baadhi ya wizara, tukasema kuna madeni makubwa ambayo wakandarasi wanadai. Kwa mfano, Wizara ya Maji yenyewe inadai trilioni 4, Rorya Tarime bilioni 134, Songea bilioni 145, Makonde Mtwara bilioni 84, Mafinga bilioni 48 na kuendelea. Hiyo ni mali ya maji tu. Barabara wanadai trilioni 1.2 pamoja na riba. Barabara zetu ni mbovu. Leo Mheshimiwa umekalia kiti hapo, lakini nikikwambia sasa hivi upande gari utoke Singida unaenda Manyara, alafu kamwambia ni mwenyekiti wa bunge, atakataa wewe sio mwenyekiti wa bunge. Kwa barabara ilivyo na mitikisiko na shida zilizonazo. Maana yake ni Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri, una kazi ya ziada kufanya. Tunataka fedha ziende kwenye maeneo ambayo tumekubaliana, na fedha za mifuko ziende kama zilivyopangwa. Asubuhi wabunge wameuliza maswali hapa, wanauliza matundu ya vyoo, wanauliza miradi ya maji, wanauliza sima josho, wanazungumza madarasa, nyumba za watumishi, barabara mbovu, miradi ya maji. Yote haya yanahitaji fedha. Kwa Mheshimiwa Waziri, tuombe tusaidie sana katika eneo hili ili kazi iweze kufanyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi wanaenda nafanya utafiti mdogo tu kwenye maduka. Kuna baadhi ya maduka ukienda mengi katika nchi hii, unaulizwa ukishanunua hivi, nikupe risiti au usikupe risiti? Anakupa risiti au anakuuliza nikupe yenye VAT au usio na VAT? Maana hii ni mianya, Mheshimiwa Mwenyekiti, ambayo inapoteza fedha nyingi sana. Walipa kodi ambao wanastahili kulipa ni wengi, wanaolipa ni wachache. Nimeuliza wakasema kumbe nataka kufanya biashara wasajili VAT risiti ili walipe. Kwa nini mfumo usifanyike? Watu walipe kodi ambao wanastahili ili tupate fedha za maendeleo katika maeneo mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimesikia, sina uhakika, kwamba kuna tozo nataka kuletwa hapa ya kutoa msamaha kidogo kwa mafuta kutoka nje. Maoni yangu ni kwamba mafuta ya kula kutoka nje yaongezwe kodi ili viwanda vya ndani vifanye kazi, wakulima wetu watengeneza alizeti, tena ile mafuta safi haya chemicals tuwaondoe kwa wetu. Kwa Mheshimiwa Waziri, usibutu kupanga kuleta tozo ya kushusha mafuta kutoka nje ya kula. Leta hapa tupelekeze, tuongeze kodi, watu wetu walime alizeti na viwanda vidogo vidogo. Eneo lingine kuna juisi hapa tunapewa chemicals. Watu wanalima matunda, maembe yanaoza, na yenyewe concept zile kutoka nje za chemicals waongeza kodi ili matunda ya kwetu yauzwe, machungwa yasiharibike, maembe yasiharibike, watu wetu wanufaike, na hiyo ndio kuwasaidia uchumi uweze kupanda. Kwa Mheshimiwa Waziri, kama kuna mpango uache kabisa, hatutaunga mkono. Umetoa taarifa yako, umesema kusimamia matumizi ya fedha na nidhamu ya fedha za umma. Mheshimiwa Mwenyekiti na Mheshimiwa Waziri na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza hongera, nilikuwa Singida. Mheshimiwa Waziri Mkuu, klipu imetembea mtaani inaonyesha kwamba kuna watu wawili Singida Manyoni wamegawana fedha milioni 500. Kule majimboni kwetu kuna wananchi ambao leo ameenda hospitali amekosa dawa kwa sababu hana pesa. Lakini kuna watu wawili wa Tanzania kutoka halmashauri wamegawana milioni 500. Mheshimiwa Mwenyekiti na Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika eneo ambalo mpaswa kusimama kwa kweli ni matumizi ya fedha za umma. Matumizi na hizi taarifa za nani ameiba, nani amekula mabilioni, ripoti ya CAG. Hiyo ndo kazi ambayo bunge hili na Watanzania na serikali wanapaswa kufanya. Pesa tukikubaliana kwamba inalipo kodi, iende tulipokubaliana. Na Mheshimiwa Balozi, huyu ulikuwa China. Juzi tumeona wa China wanasema kuna mawaziri wawili wamekula rushwa wananyongwa. Sisi na hao watu ambao wanaiba hapa Tanzania, sisi tuwanyonge tu. Mwenyekiti wa kamati anasema kuna fedha imekaguliwa na hoja za serikali
za ukaguzi miaka 19 tunapiga kelele hapa. Sasa kama kuna mtu aliiba mwaka jana akaachwa, mwaka huu sitamwacha. Sasa lazima tuwajibishe watu. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mwenyekiti, napendekeza kwenye bunge hili, tumepitisha bajeti nyingi, kila tukipitisha hapa, kwa mfano kwenye mafungu yote kwenye wizara hatukutenga fedha ya rushwa, lakini kwenye ripoti kuna mtu amekula rushwa mahali. Hatukutenga fedha ya anasa, kuna mahali watu wamekula fedha ya wananchi. Mheshimiwa bunge, situkubaliane kwamba tukitenga fedha. South Africa wameunda kamati ya kufuatia maazimio ya bunge. Wakishapitisha, baada ya miezi 6 lazima serikali ije hapa ituambie nani aliiba na yuko wapi, alipewa adhabu gani. Hawa waliopo serikali wataogopa. Lakini kama kuna mtu amepewa ofisi ya umma, asimamie mapato ya serikali, asimamie mradi ukae miaka 10, umekaa miezi 3, sisi tunatenga fedha? Hapana. Tutange utaratibu, tuinde kamati ya bunge, akisema maazimio hapa, kamati ile baada ya miezi 6 atuambie, atajwa mtu kwa jina bila kuangalia sura yake, ndio taokoa fedha za umma na bunge hili litaheshimika na serikali itaheshimika. Watanzania wanataka maendeleo, wanataka kulipa kodi. Lakini kama watalipa kodi ambayo watu wanagawana mtaani, alafu mtu ana VX, mtu anamiliki majumba hapa lakini biashara yake haijulikani, anakula mkanda nje, haijulikani anafanya kazi gani. Mheshimiwa Mwenyekiti, tulete nidhamu ya Watanzania. Balozi ulikuwa China, tunyonge watu, mnaogopa nini? Hawa wanaua watu kwa nyuma madawa, wanaua watu kwa presha, watu wamefisua jumba zao kwenye mikopo ya makandarasi, hawajalipa. Kuna Mtanzania kwanza amesoma kwa hela zetu, alafu kapewa heshima na Mheshimiwa Rais au chombo kingine, alafu ni mwizi, si tumchekee? Tunyonge watu, wabunge, tunyonge hawa watu wanyonge, ili tutoe nidhamu ya fedha serikali. Hayo matrilioni tunapitisha, lakini tunataka mwakani akija waziri atuonyeshe kwenye mifuko maalumu amepeleka 100% na miradi ya maendeleo imekamilika. Watanzania watashukuru sana, watapiga makofi. Pale na hayo, naunga mkono hoja, tunyonge watu ambao ni wezi wa nchi hii ili tuweze kuheshimiana. Asante Mwenyekiti. Mheshimiwa, tumefika mwisho wa kipindi chetu kwa mchana wa leo, ambapo tulianza toka asubuhi, na sasa naomba niwataje